Ndugu wajumbe, mimi niseme machache sana, mambo matatu au manne. La kwanza ni hili ambalo leo tupo, sina haja ya kulikumbusha sana, kwamba chama chetu hichi sio SACCOS. Hichi ni chama cha siasa namba moja kwa Zanzibar, na madhubuti katika nchi yetu kwa ujumla wake. Namba moja kwa Zanzibar kwa sababu mnajua kwamba hichi ndiyo chama kiongozi, chama chenye wanachama wengi, chama kilichokuwa madhubuti na kinachoendesha shughuli zake kwa nguvu zake kwa wanachama wake, na hiyo ndio inavyotakiwa chama cha siasa. Sisi hatuendeshi shughuli zetu kwa nguvu za dola au vipi? Tunaendesha kwa nguvu zetu, kwa sababu chama ni wanachama wake, na mnaona viongozi wetu wote wanatokana na chama, makada wetu wa chama. Sasa hili ni jambo lazima tuliendeleze, na ndio umadhubuti wa chama chetu. Na katika hili tukumbuke kwamba sisi si chama cha uchaguzi. Uchaguzi ni tukio, au sio? Lakini sisi ni chama, tunajua tunachokitafuta kwa ajili ya nchi yetu, na hata tutakapokipata hatutokuwa tumemaliza kazi. Tukikipata tutakuwa tu tumethibitisha kwamba kwa nini tulikitafuta. Itabidi tuoneshe ni namna gani mamlaka kamili ya nchi yetu kuendeshwa kistaarabu, nchi yetu kuendeshwa kwa utawala mwema, kinaweza kuleta tija gani kwa nchi na wananchi. Kwa hivyo kuitafuta nchi hii kushika uongozi wa serikali, hatutafuti kwamba itakuwa ndio tumefika. Itakuwa ni mwanzo wa safari nyingine. Hili naomba tulijue tokea mapema. Tusije tukasema tukifika serikalini tukaanza kuulizana sasa kugawana ngawira. Sisi hatuendi kugawana ngawira. Tumefahamiana jamani? Sisi tunakwenda kuionyesha dunia, tunakwenda kuwaonesha Wazanzibari inshallah kwamba tuliokuwa tukiyatafuta faida yake ni hii, kwamba nchi hii haipaswi kuwa maskini, watu wetu hawapaswi kuwa maskini, na njia zipo. Nchi hii ina rasilimali za kutosha za kumfanya kila mtu akaishi maisha mazuri. Haiwezekani baada ya miaka 60 ya mapinduzi nchi hii kuna mtu anaishi kwenye kibanda cha udongo. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba kuna nchi hii baada ya miaka yote hii kuna mtu ana taradadi kijio chake. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba nchi hii kijana kashafikia umri hawezi kutafuta mwenzake. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba kuna kijana ana nguvu, ana maarifa, lakini hana pahala pa kuzitumia nguvu zake na maarifa yake. Haiwezekani sisi nchi hii ambayo ina fursa zote tukashindwa na vijiji vidogo vidogo. Leo tunavyozungumza nchi hii, tunazungumza ikiwa Zanzibar, ukitaka kuipima jinsi tulivyokuwa walioshika madaraka walivyoifilisi nchi hii, walivyoifisidi nchi hii, kwamba leo sisi tuna wenzetu visiwa vidogo vidogo, wenzetu kama Mauritius ni wadogo kuliko sisi kiardhi, hata kwa idadi ya watu na fursa zao na rasilimali zao za kiuchumi, wako huko korokoroni. Sisi tuko chini ya bara kubwa hili la Afrika, ambalo tunaweza tukafanya kila kitu, biashara, tukafanya kila kitu. Leo sisi eti watushinde wao mara 10. Naam, tunavyozungumza sisi pato la mwananchi wa wastani wa Zanzibar ni dola 1200 kwa mwaka. Wenzetu hawa ambao ni wadogo kwa kila kitu, wao leo ni dola 1013 kwa mwaka.
mara 10 wametushinda. Hatujakosea, wamekosea waliojipa madaraka kinyume na ridhaa ya wananchi, ndio waliofisidi nchi hii. Kwa hivyo tujue sisi kwamba safari yetu, chama hichi si chama cha uchaguzi. Baada ya kumaliza yote yaliyopita, tujipange kusimamisha, kuendeleza na harakati zetu ya tunalolitafuta, inshallah mpaka tulifike, na naamini tutalifika, na inshallah tutakuja kuionyesha dunia, na uwajibikaji ndio msingi wa maendeleo. Hawa leo wanaotupita mara 10 huko ndio waliko. Ndugu zangu, sijui tunafahamiana. Mauritius walifanya na wao kijinchi kidogo kama kuliko sisi. Wao wana watu 1,700,000. Nchi yao ni square kilomita 2000. Sisi 2200. Tumewazidi kidogo kwa ukubwa wa nchi, kwa ukubwa wa idadi ya watu. Tena wako huko mbali kabisa. Lakini 24 walipofanya uchaguzi, chama tawala kilichokuwa kimeshakaa miaka 10 kimeingia kwenye uchaguzi, wana majimbo 20 na wabunge 60. Kila jimbo wanachagua wabunge 3. Tunafahamiana? Katika majimbo 60, katika majimbo 20, wabunge 60, chama tawala kilichokuwa kishakaa miaka 10 hakikupata hata jimbo moja, hakikupata hata kiti kimoja. Walipigwa 60 kwa bila, 20 kwa bila. Wakapewa viti viwili vya kufutia machozi, ndio sharia yao inavyosema. Kwamba mtu haidhuru hakupata, lakini kwa katimiza asilimia fulani ya kura, asilimia 10, apewe kiti kimoja. Akitimiza asilimia 20, apewe viti viwili. Ndio wakaambulia viti viwili vya kufuta machozi, kwa sababu walipata asilimia 27 ya kura. Leo ndio maana wanatushinda mara 10, kwa sababu nchi yao imo mikononi kwa wananchi. Hiyo ndio heshima ya nchi, na ndio msingi. Heshima inakuwepo, kupewe uongozi ukala unavyotaka kula, ukafanya unavyotaka kufanya, ukapanga wewe unavyotaka kupanga. Haiwezekani. Kwa hiyo na sisi tulichokuwa tunasema siku zote hizi, muda wote huu tunasema no, lazima hapa kwanza turekebishe nchi. Nini cha kurekebisha? Sisi tumeyasema hili na hili. Nishasema huko siku za nyuma, sina haja ya kurudia. Wenzetu wako wanaona hiyo hoja na wanakubali kwamba kweli hatuwezi kwenda hivi. Juzi tumesikia imetoka ripoti ya Jaji Chande. Ile ripoti haiwasaidii kwenda popote, kwa sababu haikujielekeza kwenye mambo ya msingi ya nchi. Imejielekeza kwenye kukosha, kwenye kusafisha, na kuambia una mambo hata ukiyasoma unajiuliza sasa hii maana yake nini? Sisi tunasema tatizo la msingi liko kwenye misingi ya kuendeshwa kwa nchi yetu, na haya ndio mambo ya kurekebisha. Kwa hivyo tukikubaliana haya kwenda kuyarekebisha, sisi tutaungana na nyinyi wenzetu, twende tukakae tuyasimamie haya yarekebishwe. Kama haya hatujakubaliana, hatuna la kuja kufanya ndani ya serikali. Tumefahamiana? Mimi sina hamu ya kurudi hapa. Mimi kisha kufika Kijuki hapa nishafika. Nasubiri kwenda Mtondo Ubutu. Alhamdulillah, kwa umri huu kama nimepata nishapata. Kama sikushiba kuli wako, siwezi kuja kushiba kurambo wako. Au vipi? Kwa hivyo mimi nataka mufahamu hivyo kwamba tulichokuwa mjadala mkubwa umekuwa ni mambo yepi ya kurekebishwa, na tukubaliane, tutoa ahadi, tukachukua ahadi mbele ya wananchi
kwamba haya tunakubaliana tutakwenda kuyatekeleza ndani ya muda gani. Na hilo mimi niseme pamoja na kona na nini, na zaidi mimi niseme tuwe wawazi. Inawezekana viongozi wengine wa upande wa wenzetu wanaona, lakini wenzao ambao wanaona wao waliopo kwamba wao muda wao unakwisha, sasa inayokuja ni zamu yao ya kula, hawataki lirekebishwe lolote. Hawa ndio wamekuwa kikwazo wengine wao, kwa sababu wanaona sisi waliopo pengine kama wao wamefanya walioyafanya, kwa nini sisi tuje tuzuiwe? Si mnajua hapa Pemba kuna watu, kuna mmoja alitumia message, mjomba, ananiita mjomba tena wa jimbo hili hapa ndani, mjomba, ondoa mguu, ondoa mkono wako, na mimi nipewe jimbo kama wenzangu, maana nasikia wewe ndio uliopewa, ulioweka mkono, sio kwa kushinda. Nikamwambia wewe jamaa yako Isa Ahmed kapigania hapa, miaka aliyopigania hajawahi kuzidi kura 400. Babu Nyaka akasema mwisho wa siku nitaitwa kura 400 muda wote, au sio jamaa? Si mnakumbuka? Hajawahi na alivyokuwa mwenyeji na kujuana na watu na uungwana wake, hakuwahi kuzidi kura 400. Yeye mwenyewe ananiambia sawa, mimi ninazo 360, lakini hizo naambiwa nitapewa jimbo. Mshanifahamu? Wewe tu uondoe mkono wako. Hii nchi ya kijuha sana, tukifika hapo mchepuko tumefika. Kwa hivyo sisi tunachosema, kwa hivyo kuna wengine wao, sisi tunasema ujinga sasa basi, wao wanasema ujinga mtamu, kwa sababu wanafaidika na huu ujinga uliopo katika nchi. Tunaiuza nchi, tunaiumiza nchi. Kwa hivyo niseme kwa ufupi, alhamdulillah, kwa yale mambo ya msingi tumefika pahala kimsingi tumekubaliana kwamba haya yanahitaji kurekebishwa. Tunakwenda nalo vipi mbele? Hilo ndio jambo ambalo dogo lilobakia, tunategemea kama la kuwa inshallah ndani ya muda mfupi ujao tutalisikia. Maana moja tusema ni kwamba lazima tuende mbele za watu tuseme kwamba haya tumekubaliana, haya tutakwenda kuyasimamia, tuyafanikishe kwa nia dhati, kwa ajili ya nchi yetu. Tukiweza kufika huko fahwa, hatukufika huko tutarudi hapa hapa, tutaambia bwana wenzetu mchepuko umewatamkia. Inshallah sisi tunategemea kwamba, tunashukuru kwa sababu mimi niwaambie kuna wengine wengi kwa upande huo ambao wameona mantiki ya tunayoyasema na wanayaunga mkono na wanayapambania. Sisemi hili kwa siasa, ndio ukweli. Kina Bimani wanajua kwamba upande huo mwingine wanasema hatuwezi nchi hii tukaenda hivi maisha, lazima tufike pahala tubadilike. Kwa hivyo wako wanaunga mkono, wako wanayoyapambania kwa dhati kabisa kwamba nchi hii inahitaji tuirekebishe. Kwa hivyo mimi natarajia inshallah ndani ya muda mfupi ujao, na tuzidi kuomba dua kwamba inshallah nchi yetu hii tutaanza safari ya kwenda kuirekebisha. Tutizame huko mbele ya safari tutakwendaje, na hilo ndio linalotufanya tuhitaji kuwa na chama madhubuti, na hilo ndio linalofanya mkutano huu wa mkuu wa jimbo kuwa muhimu sana, kwa sababu unakwenda kutengeneza ramani ya kwenda mbele. Tunakwenda kutengeneza nini? Ramani ya kwenda mbele.